wewe ndio ulikuwa sababu ya mkeo kuondoka nyumbani, na wewe ndio utakuwa sababu ya mkeo kurudi nyumbani. Leo naomba nizungumze na wanaume ambao sasa hivi wanapitia kipindi kigumu. Yaani wewe unajijua wazi ulishamfanyia mkeo makosa makubwa makubwa mpaka mkeo sasa hivi ameamua kuondoka nyumbani. Na hapo ulipo unahangaika kumbembeleza mkeo arudi na mkeo amekataa. Hapo ulipo sasa hivi bado hutaki kumkatia tamaa mkeo, lakini unakosea namna ambavyo unapambana na mkeo. Kumbuka namna mkeo alivyovumilia mambo yako mengi. Kaa chini ufikirie. Ulikuwa unamsaliti, ulikuwa unamtukana, ulikuwa unampiga, ulikuwa unamtukana matusi ya kumvua utu wake. Yaani ulishafanya mambo mengi makubwa sana kwenye maisha ya mke wako. Kwa hiyo waza, je, ni sahihi kwako wewe kutuma watu waende kumshauri mkeo arudi? Hilo swala halihitaji ushauri. Linahitaji mabadiliko ya tabia zako. Yaani wewe mwanaume ndiye uliyeshikilia usukani wa kufanya mkeo arudi au abaki huko aliko. Unavyoendelea kumtumia watu mkeo, ndivyo namna ambavyo unazidi kuichafua roho ya mkeo. Kurudi kwako, endelea kusahau, kwa sababu unadili na hivyo vitu kwa namna tofauti. Sijui kama unanielewa. Hii sio miaka ile ya 80. Sasa hivi tuko kizazi kingine ambacho mwanamke akiondoka tena nyumbani kwako hataki ushauri wa mtu kumwambia rudi kwako. Anataka awe na maamuzi yake binafsi, maamuzi yake yaheshimike. Sijui kama unanielewa. Mwanaume yeyote ambaye mkeo ameondoka nyumbani na wewe unajua wazi kwamba unatumia watu kwenda kumshauri arudi, mara mama yako anampigia simu, anamwambia rudi nyumbani kwako, haya mambo vumilia, msamee mume wako, yaani kirahisi tu, mke wako hata urudi nyumbani. Tabia zako ndio zilimuondoa mkeo kwenye maisha yako. Je, umerekebisha tabia zako mpaka unataka mke wako arudi nyumbani kwako? Mke wako hatomsikiliza mtu yeyote, kwa sababu wote wanaoenda kwa mke wako wanaenda kama vile wanamhukumu. Wanaenda kumshinikiza kwamba rudi kwenye familia yako. Naomba niwape elimu moja kubwa sana wanaume. Ukishamfanyia mke wako makosa mengi makubwa makubwa, yeye alitumia process kuondoka kwenye maisha yako. Yaani kwake ilikuwa ni process. Alikaa, akatafakari, akafikiria na akaona kabisa hapana, kwa haya yanayoendelea mimi siwezi kuendelea kuwa na huyu mtu. Akaondoka. Kwa hiyo kaa ukijua kwamba kurudi kwa mkeo pia ni process. Lakini hiyo ni process ambayo inahusisha mabadiliko ya kivitendo zaidi kwako wewe mwanaume. Yaani hakuna mtu yeyote atakayemwambia mkeo arudi kwako na akarudi. Lakini mkeo atarudi kwako kwa sababu ameamua. Yeye mwenyewe atakaa chini, atatafakari, atapima mabadiliko ya matendo yako na ataona iko haja ya mimi kurudi kwa mume wangu. Na wewe mwanaume, kwa nini usubiri mpaka hali mbaya ifike kwenye ndoa yako? Kwa sababu najua kila wakati ambapo huwa ninajaribu kuongea vitu vya kuwaelimisha wanaume huwa wanavikataa. Lakini unasubiri mpaka mkeo aondoke kwenye maisha yako ndio uanze kuiona thamani yake. Mimi nakwambia kuwa makini sana na vitu ambavyo unavifanya kwa mke wako. Kwa sababu thamani yake ukianza kuiona akiwa ameondoka, kumrudisha kunahitaji muda, kunahitaji gharama, kunahitaji nafasi, kunahitaji gharama kubwa sana ya wewe kubadilisha vitendo vyako. Mimi huwa nashangaa sana. Wewe mwanaume umekaa na mke wako kwa zaidi ya miaka 5, miaka 8, miaka 10. Na ulikuwa unafanya tabia zile zile. Usaliti ulikuwa unaufanya mara kwa mara. Ndani ya miaka 10 umeshafanya usaliti. Usaliti wa kutosha. Mkeo alishavumilia hayo mambo, ameyabeba mpaka imefika kipindi amesalenda, kwa sababu kaa ukijua kwamba uvumilivu una mwisho. Ndio maana mimi nimekuwa nikiwaambia sana watu kwamba tusiishi kwa kuvumiliana kwenye mambo hayo makubwa. Yaani mmoja aishi kwa kuvumilia na mvumilia tu mwenzie atachoka. Lakini tunavumiliana kwenye madhaifu madogo madogo ambayo mimi mwanamke naweza nikakosea na wewe mwanaume unaweza ukakosea. Lakini unapotaka mwenzako aishi na wewe kwa kukuvumilia, iko siku uvumilivu wake utafika mwisho. Atachoka na ataondoka kwenye maisha yako. Na najua kipindi mkeo ameondoka kwenye maisha yako ndio utaanza kuiona thamani yake. Utatamani arudi, na kurudi kwake kunaweza kukawa kugumu kutokana na namna ambavyo wewe unadili na hilo swala. Sijui kama unanielewa.
Mke wako anaweza kurudi, lakini je, unadili nalo vipi hilo swala? Wewe kazi yako ni kumpigia mama yake simu, naomba niombe msamaha kwa mke wangu arudi. Wakati mwingine umekaa ndani ya miaka 10, miaka 5, miaka 8 ukiwa unafanya tabia zile zile. Leo hii mke wako ameondoka jana, leo unaenda, nimekuja mke wangu, mimi nimejikaa chini, nimetafakari na nimeona nimejirekebisha. Tabia ya miaka 10 inarekebikeje ndani ya siku moja? Huo ni uongo wa kwanza ambao mwanamke anakuwa ameung'amua kutoka kwako. Kaa ukijua kwamba namna ulivyokuwa ukifanya vitendo vya kumuumiza mkeo kila siku ni mchakato, na hivyo hivyo kumrudisha mkeo kwenye maisha yako ni mchakato. Kwa sababu mimi nikwambie, hakuna mtu mwenye roho ya kuvumilia mambo kama mwanamke. Kwa wakati mwingine nao wanawake kuna vitu vingi ambavyo huwa wanavumilia. Kwa upande mwingine wanawake wanabeba mambo makubwa sana na wao pia. Unakuta ameishi na wewe ndani ya miaka 10 ukiwa unafanya usaliti, tabia zile zile, ameongea amechoka, amelia, amefanya nini, alikushtaki kwa mama yake, akakushtaki kwa kaka zako, akafanya chochote alichokifanya. Mwisho wa siku ulikuwa unamuonyesha kama una msimamo, hutaki kubadilika, unaona kama ni tabia za kawaida. Lakini sasa hivi mkeo ameshaondoka kwenye maisha yako, ndio unaanza kukaa chini na kufikiria, kiukweli hakuna haki ya kufanya 1, 2, 3. Mimi nimekuwa ni mtu ambaye huwa nawaambia hapa sana mara nyingi kwamba usaliti unauma kwa mtu yeyote, na huwa ninarudia kusema kwamba pamoja na elimu zote zinazotolewa, lakini kaa ukijua kwamba wewe mwanaume hauna haki ya kufanya usaliti kwenye ndoa yako. Mara nyingi sana nimekuwa nikisema, lakini kwa bahati mbaya wanaume haya huwa hamyachukui mpaka siku wake zenu wanapoondoka kwenye maisha yenu. Unapoanza kuhaha kutaka mke wako arudi kwenye maisha yako, ndio unaanza kugundua kwamba mimi hapa 1, 2, 3 nilikuwa ninafanya makosa. Kwa hiyo naomba nikwambie tu wewe mwanaume ambaye sasa hivi unapitia kipindi kigumu, mke wako ameondoka nyumbani, na sio kwamba ameondoka tu, unajua wazi nina mambo yangu makubwa ambayo nimemfanyia mke wangu. Kurudi kwa mke wako ni mchakato. Na najua sasa hivi unafanya kazi ya kumtumia mke wako watu, ndio unazidi kumpoteza mke wako. Hivyo unavyofanya unampoteza mke wako. Hivyo unavyomtumia mama yako anampigia simu kumshauri arudi nyumbani, unampoteza mke wako. Naomba nikwambie kitu kimoja. Ni vyema sana wewe kuheshimu maamuzi ya mke wako. Kumfanya mke wako aamue maamuzi kwa kuheshimika yeye mwenyewe. Hakuna mtu atakayekuja kumwambia mkeo arudi kwako na kama yeye hataki arudi kwako. Hawezi. Ukimshinikiza mkeo kurudi kwenye maisha yako, maana yake anarudi akiwa na kinyongo. Hana amani, hana furaha, anarudi amelazimishwa. Na pengine hajapona yale maumivu ya vitu ambavyo wewe ulimfanyia. Kaa ukijua kwamba sasa hivi maisha yako tofauti sana. Zile mbinu ambazo ulikuwa unazitumia kudili na mke wako ukimkosea miaka ile, sio ambazo unatakiwa uzitumie leo hii. Kumtumia washenga sio wakati wake huu sasa hivi. Huwezi kumtumia mke wako washenga na akawaelewa washenga kisha amue kurudi. Kurudi ni maamuzi yake binafsi. Mimi pia huwa nafanya kazi ya kuwasaidia watu kuwarejesha wake zao ambao wameondoka nyumbani. Lakini huwa nawaambia mara nyingi sana, huo ni mchakato wa muda mrefu. Vile vitu ambavyo ulikuwa unavifanya unatakiwa kuanza kumprove mke wako kwamba vimebadilika kwenye maisha yako. Yaani wewe kuomba msamaha bila mabadiliko ya vitendo, kipindi mkeo amechukua maamuzi ya kuondoka kwako, ni sawa na kukinga maji kwenye tenga. Hakuna unachokifanya. Yaani mke wako sasa hivi ameondoka kwa sababu anataka mabadiliko zaidi kuliko maneno yako. Hayo kumwambia mimi najuta, mimi sasa hivi nimejifunza, mimi sasa hivi nimebadilika, mke wako hawezi kuyasikiliza. Kumbuka ndani ya miaka 5 yote ulikuwa unamwambia. Ndani ya miaka 10 yote ulikuwa unamwambia hayo maneno. Ndani ya miaka 7 yote ulikuwa unamwambia. Je, mke wako anaweza akafikiria kwamba hizi siku za sasa hivi hayo maneno yako ndio yamekuwa yana uzito sana? Kwa sababu mkeo akichukua maamuzi ya kuondoka kwako, sasa hivi vitakavyofanya kazi zaidi ya kumfanya avutiwe kurudi kwako ni wewe kuwa na mabadiliko ya kitabia. Mwanaume yeyote ambaye uko kwenye kipindi kama hicho, unajua wazi sasa hivi mke wako ameondoka nyumbani na unahangaika kumrudisha, nitafute mimi huwa nasaidia kufanya hiyo kazi. Lakini kama unaendelea kumtumia washenga, unamtumia watu, sasa hivi umeshamtumia watu 20, watu 30, amekataa, watu 4, watu 5, watu 6, mnakosea kudili na mke wako. Unakosea. Hata hao watu wanaoenda wanakosea. Kwa sababu watu wengi huwa wanaenda kisha wanaanza kumshinikiza mtu kurudi. Lakini hilo swala
halitaki tena mkeo kushinikizwa, linataka maamuzi yake yaheshimike. Yeye mwenyewe atakaa chini, atajitafakari na ataamua kurudi tena kwenye maisha yako.